Jeshi la Chad limesema wanamgambo wa Boko Haram wamewaua wanajeshi 23 katika shambulio dhidi ya kambi ya kijeshi iliyo katika eneo la Ziwa Chad. Eneo hilo limekuwa likitishiwa kwa muda mrefu na kundi la wanamgambo wa Boko Haram lenye makao yake nchini Nigeria, ambalo linajulikana kwa kufanya mashambulizi katika nchi jirani. Jeshi hilo la Chad lilisema pia wanajeshi wengine 26 walijeruhiwa katika shambulio la Jumatatu usiku Chabalaka Tololom. Katika taarifa yake jana Jumanne, jeshi la Chad limesema idadi kubwa ya wanachama kundi la Boko Haram waliangamizwa na washambuliaji hatimaye wakafukuzwa. Katika taarifa nyingine ya tofauti iliyotolewa na Rais wa Chad, Mahamat Idris Deby, aliliita shambulio hilo kuwa ni shambulio la uoga. Baada ya jeshi la Chad kuthibitisha kuwa wanamgambo wa Boko Haram waliwaua wanajeshi 23 katika mashambulio yaliyolenga kambi za kijeshi katika eneo la Ziwa Chad, kisiwa cha Baka Tololom Jumatatu, tukio hili limeibua hofu miongoni mwa wakazi na kuonesha kuwa eneo hili bado ni tishio kwa mashambulizi ya kigaidi. Chanzo cha mzozo ni historia ndefu ya Boko Haram, kundi la kigaidi lilopo nchini Nigeria ambalo limekuwa likihamasisha vurugu katika miji jirani. Chad imekuwa mstari wa mbele kudhibiti mashambulizi ya Boko Haram, huku kaskazini mwa Nigeria, Ziwa Chad na sehemu za Kameruni, Niger zikikabiliwa na mashambulio ya mara kwa mara yanayolenga wanajeshi, polisi na raia. Boko Haram ilianzishwa mwaka 2002 kama kundi la kidini na kisiasa, lakini limeendelea kuwa tishio la kigaidi katika eneo la Saheli ya Afrika Magharibi. Lengo kuu la kikundi hiki cha Boko Haram ni kupanua udhalilishaji wa serikali, kueneza hofu na miongoni mwa raia na kudhoofisha amani katika nchi jirani. Taifa la Chad kwa kushirikiana na nchi jirani na Umoja wa Mataifa imekuwa ikifanya operesheni za kijeshi kusambaratisha kundi hilo la kigaidi. Shambulio hilo la hivi karibuni linahusisha wanamgambo wa Boko Haram kuingia kisiwa cha Baka Tololom na kushambulia kambi ya kijeshi, ambapo tukio hili limeonyesha ujasiri wa wanamgambo wa Boko Haram na changamoto zinazokabili jeshi la Chad katika kudumisha amani. Shambulio hilo limeathiri si tu wanajeshi bali pia limewaathiri mamia ya raia wa eneo la Ziwa Chad pamoja na kisiwa cha Baka Tololom, ambako ni kisiwa cha kibiashara na usafirishaji wa maji kati ya Chad, Niger, Kameruni, na vurugu hizo zinavyoibuka mara kwa mara huathiri uchumi, usalama wa chakula na maisha ya kila siku ya wakazi. Athari za kigaidi pia zinaenea hadi maeneo jirani, ambapo raia wanalazimika kukimbia makazi yao, shughuli za kibiashara zinadidimia na vyombo vya usalama vinashinikizwa kuimarisha mipaka. Shambulio hili linaonesha urefu wa mzozo unaohusisha Boko Haram na nchi jirani, ikiashiria kuwa Chad inapaswa kuendelea kuwa makini. Kwa kuzingatia historia ya kikundi hicho cha Boko Haram, hatari zinazozuka katika maeneo ya Saheli, Chad imeendelea kuimarisha operesheni zake za kijeshi kuhakikisha raia wapo salama, kwa kushirikiana na washirika wa kikanda na kimataifa, huku wakitoa onyo kuendelea kuwa makini dhidi ya tishio la kigaidi na kuthibitisha kuwa mizozo ya kijamii, kisiasa inahitaji jitihada za kudumu na za amani.